Bila shaka ninalo tumaini kwako ya kwamba umeendelea kubarikiwa kupitia nyimbo pamoja na masomo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwekwa katika chaneli hii ya Mbia, ambayo unaweza kuipata kwa kufuatilia katika YouTube. Unaweza ukatafuta hata kwa kuandika Pastor Mbia na ukapata mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza kukutafakarisha juu ya ukuu wa Mungu na wewe kuwa mwaminifu tunapojiandaa kwa uzima wa milele. Tumaini langu ni kwamba kwa kuwa uko hai na Mungu amekupatia uzima leo, unaungana nami kumsifu Mungu katika Zaburi ya 150 na ile aya 6 nasema, kila mwenye pumzi na msifu Bwana, haleluya. Si hivyo tu, mtunga Zaburi katika Zaburi ya 115 na ile aya ya 17 na 18 anasema, sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya, bali sisi tutamhimidi Bwana tangu leo na hata milele. Ungana nami tumshukuru Mungu katika mambo mengi mema ambayo anatutendea. Dunia, kama ambavyo tumeendelea katika masomo yaliyotangulia, inapitia misukosuko ya kila namna. Katika maisha yetu hakuna mwanadamu asiyepitia changamoto, lakini kwa sababu uwepo wa Mungu bado uko pamoja na watoto wake, bado hata sasa Mungu ni mwema na anakupigania, endelea kumtegemea. Leo tena kwa namna nyingine natamani tubarikiwe kupitia somo la pekee ambalo nitalitambulisha kwako hivi karibuni. Tumekuwa tukiendelea katika mfululizo wa somo lenye sehemu kadha wa kadha la msigombane njiani. Leo tunatamani kupitia fungu lile la Mwanzo sura ya 45 na ile aya ya 24, tuangalie lile fungu kwa undani kidogo na litupatie kitu kipi ambacho kinaweza kikatusaidia tukachagua maisha ya furaha na maisha ya amani. Barikiwa. Tuombe. Baba mwema, tunashukuru kwa kuwa nasi hadi leo. Tunapoendelea kujifunza, ambatana nasi, tupe kuelewa na kuisikia sauti yako. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Tumekuwa tukifuatilia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 45 na ile aya ya 24, na neno la Mungu linasema, akaagana na ndugu zake nao wakaenda zao, akawaambia msigombane njiani. Biblia ya Kiingereza toleo la NIV, New International Version, nasema, then he sent his brothers away, and as they were leaving, he said to them, don't quarrel on the way. Neno quarrel, ama kama ilivyotumika katika Kiswahili gombana, na Yusufu anasema msigombane. Hili neno kwa asili limetoka wapi? Biblia katika Agano la Kale imeandikwa katika lugha ya Kiebrania, na neno linalotumika katika lugha ya Kiebrania ni neno ragan. Neno hili likiwa na fasiri ya kusukumwa kwa hisia za vurugu na hasa hasira. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuchochea vurugu ama yakaleta hisia za hasira, na hivi neno hili kama lilivyotumika linaweza kutusaidia leo kufikia katika suala zima la ni kwa namna gani tunafanya chaguzi zetu kila siku. Yusufu anapowaambia ndugu zake msigombane njiani, anawaweka katika muktadha wa kufanya uchaguzi sahihi, kwa sababu anajua ikiwa hawatachagua kufanya hivyo, lolote linaweza likatokea, kama ambavyo tutaangalia leo kupitia mafungu kadha wa kadha kuanzia Agano la Kale hadi Jipya, vile ambavyo Biblia inatufundisha namna ya kufanya chaguzi zetu kwa usahihi. Utagundua na kujua kwamba Mungu amemwekea mwanadamu mbele yake uzima na mauti. Kama mwanadamu atachagua uzima, hatima yake itakuwa ni uzima, na kama atachagua mauti, hatima yake itakuwa ni kifo. Katika maisha ya mwanadamu tunaweza kufanya chaguzi mbalimbali. Chaguzi katika namna ya kuvaa, uvae vipi. Chaguzi katika suala zima la vyakula, eating the healthy foods. Wakati mwingine unaweza ukasema no to drugs,
Hakuna madawa ya kulevya, hakuna unywaji wa pombe, hakuna vitu ama mambo ambayo yanaweza kudhuru afya yangu. Wakati mwingine unaweza ukafanya uchaguzi wa kusema badala ya kutazama runinga yangu niende nikafanye mazoezi, na hilo litakupatia mwili wenye afya njema. Unaweza ukaamua kulala kwa wakati usiku ili mwili upate nguvu ya kukabiliana na masumbufu ya siku inayofuata. Chaguzi tunaweza kuzifanya na matokeo yake, kama tukichagua vyema, tutakuwa na hatima njema. Pamoja na kwamba tunafanya chaguzi katika maisha yetu kila siku, kuna mambo ambayo hukuwahi kufanya uchaguzi. Umejikuta ukiwa katika hali hiyo, ama umejikuta ukiwa katika mazingira hayo. Mfano, hukuwahi kuchagua kwamba utazaliwa ukiwa na rangi ya macho ulio nayo. Ulipozaliwa umekutana na hali hiyo, lakini suala zima la nani atakuwa mzazi wangu, baba ama mama, hilo hukuwahi kuchagua, na hivyo imetokea. Ni jambo ambalo huwezi ukafanya uchaguzi. Ama uzaliwe ukiwa na jinsia ipi, umezaliwa ni wa kike ama wa kiume, hayo yote ni mambo ambayo tusivyoweza ama hatuwezi kuyachagua, kuyafanyia maamuzi katika maisha yetu. Lakini katika yale mambo ambayo tunaweza kufanya uchaguzi, tunaweza kufanya uchaguzi mwema na matokeo yake yakatupatia furaha. Ukweli ni huu kwamba mara nyingi hata kama utachagua ule chakula chenye afya bora katika mwili wako, hii haina maana ya kwamba huwezi ukaugua. Dunia hii ambayo imechafuka kwa mambo mengi, vitu vingi vinavyotuzunguka, hali ya hewa chafu, hata watu walio wema wanaweza kuugua. Tunafanya chaguzi kila wakati, na kila tunapofanya chaguzi zetu kuna matokeo. Unapochagua vyema, kuna hatima njema. When you choose the right thing, it will determine your future. Tunapoangalia leo katika suala zima la kuchagua, tutaangazia katika kipengele cha matumizi ya pombe. Na Biblia imeweka wazi ama imeweka bayana katika matumizi ya maneno matatu, ambayo hayo ndio tutakayoangalia, yakiwa yanatupatia maana hasa ya kile ambacho tutakiangazia siku hii ya leo. Neno la kwanza ambalo kwa asili kwenye lugha ya Kiebrania ni neno linaloitwa ama linatamkwa yahin. Hili neno yahin litatupatia fasiri katika vifungu ambavyo tutakuwa tukiviangalia kuanzia katika kitabu cha Mwanzo hiki, na neno la kwanza na la pili lake ni shaka. Hili neno shaka linatoka pia katika upande, yote mawili yanatoka katika Agano la Kale, lakini kuna neno la tatu ambalo limetumika kwenye Agano Jipya, ni neno oinos. Hili neno oinos na lenyewe litatupatia fasiri ya kile ambacho maandiko yanatuambia kuhusiana na matumizi ya pombe. Biblia inatuambia kwamba Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Fungu la 21, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Ham, baba wa Kanaani, akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shem na Yafeti wakatoa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuuona uchi wa baba yao. Fungu la 24, Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Katika mafungu hayo, kama ambavyo tumekwisha kuangalia, unaweza ukaona ya kwamba pombe ama ulevi ambao Nuhu alijiingiza kwa matumizi ya divai iliyokuwa imechachushwa, ambayo ina kilevi ndani yake, ilimpelekea akawa uchi. Na matokeo yake yalikuwa ni nini? Nuhu alipoelevuka kutoka katika ulevi wake na kubaini ya kwamba
mtoto wake mdogo Hamu amemtazama, akatoa laana kwa uzao wa Hamu ambao ni Kanaani. Na unaweza ukaona matokeo yake jinsi yalivyokuwa. Pombe ama divai iliyochachushwa inaweza kuleta madhara katika mwili wa mwanadamu. Inaweza kusababisha aibu, inaweza kusababisha utovu wa nidhamu, kama ambavyo tunaona katika familia hii ya Nuhu. Badala ya baraka, matokeo yake yakawa ni kulaani wajukuu. Na unajua Wakanaani ndio hawa ambao baada ya miaka mingi kupita, miaka takribani 400 na zaidi, kama ambavyo tutaendelea kujifunza kupitia kitabu hiki cha Mwanzo, hawa Wakanaani hatima yao ilikuwa ni kuingia katika uovu uliokuwa machukizo kwa Mungu, na mwisho wa siku Mungu akaamua ya kwamba aweze kuwafukuza, aweze kuangamiza, kwa sababu kuishi kwao kulikuwa hakuleti faida. Hayo ilikuwa ni matokeo ya mzazi aliyekunywa divai ambayo ilikuwa ina madhara katika mwili wake. Mfano mwingine katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 19, tutaangalia pia hapa tunakutana na kisa cha mtu mmoja anayeitwa Lutu. Mwanzo 19 fungu la 30, Lutu akapanda kutoka Soari akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango yeye na binti zake wawili. Fungu la 31, yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi, atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Wamoabi hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana, akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Waamoni hata leo. Waamoni na Wamoabi, hawa ni kina nani? Katika kitabu cha Ruth utakutana na taifa la Moabu, ambapo Ruth na Orpa wanatokea katika taifa hilo. Kwa asili taifa hili wa Moabu walikuwa ni watu wasiomjua Mungu. Walikuwa ni watu ambao walijiingiza katika ibada za miungu mingine na sio Mungu huyu ambaye tunahubiri habari zake njema kwako, mpendwa mtazamaji. Matokeo yake yalikuwa ni nini? Hawakufuatana na sheria ya Mungu. Hawakupatana na maagizo ya Mungu. Hawa Waamoni pia walikuwa ni tatizo kwa taifa la Mungu la wana wa Israeli. Kwa hiyo madhara yanayotokea kwa leo tutaangalia kwa uchache, lakini masomo yanayofuata tutaendelea kuangalia kwa kina vile ambavyo mataifa haya yalikuwa ni changamoto kwa watu wa Mungu. Jambo ambalo ninatamani uweze kulitafakari ni hili: unapofanya uchaguzi wa kunywa pombe, italeta athari katika maisha yako na kwa wale wote wanaokuzunguka. Mfano mwingine ambao tutauangalia ni kutoka katika kitabu kile cha Waamuzi. Hapa tunakutana na kisa kingine cha mtu ambaye alikuwa anaitwa Manoa. Manoa pamoja na mke wake wakapewa ujumbe kutoka kwa malaika wa Mungu ya kwamba watamzaa mtoto, lakini huyu mtoto atakapozaliwa, ambaye angekuja kuwa muamuzi wa taifa la Israeli kwa kipindi hicho ambapo taifa hili lilikuwa likikabiliwa na maadui zake Wafilisti waliowatesa sana, huyu mtoto ambaye angekuja kuzaliwa
anaitwa ni mnadhiri, jina ambalo alikuja kuitwa ni Samson. Tunafahamu kisa cha Samson kilivyokuwa. Sikiliza maelekezo yaliyotolewa kabla ya mimba yake Samson kutungwa. Mama yake alishauriwa aepukane na vitu gani? Kitabu kile cha Waamuzi kinatuambia. Nasoma katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 13 na ile aya ya 14. Neno la Mungu linasema, asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu, wala asinywe divai, wala mvinyo, wala asile kitu chochote kilicho najisi. Hayo yote niliyomwamuru na ayatunze. Fungu hili linasema ya kwamba hayo yote niliyomwamuru na ayatunze. Na miongoni mwa vitu ambavyo vilikatazwa kwa mama huyu kabla ya mimba yake kutungwa ilikuwa ni kwamba asinywe divai, asiweke mvinyo. Kwa tafasiri nyingine, asijihusishe na unywaji wa pombe. Ni agizo kutoka kwa Mungu. Samueli wa pili sura ile ya 13 na ile aya ya 28 anatupatia tena kisa kingine cha kutufundisha madhara ya pombe. Neno la Mungu linasema, kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake akasema, angalieni basi, moyo wake Amnoni utakapofurahiwa kwa mvinyo, nami nitakapowaambia mpigeni Amnoni, ndipo muueni, msiogope, si mimi niliyewaamuru? Iweni hodari, iweni na ujasiri. Daudi ni baba wa Amnoni, Tamari na Absalom. Absalom na Tamari wamezaliwa kupitia mama mmoja, lakini Amnoni ni kwa mama mwingine. Kisa hiki cha maumivu katika familia hii ya Mfalme Daudi kinaweza kikatuonesha namna ambavyo matokeo ya kunywa pombe yanaweza kuleta kifo. Amnoni alimtamani dada yake Tamari, akafanya njama na mwisho wa siku akambaka. Kitendo hiki kilileta huzuni na maumivu kwa Absalom. Na kupitia fungu hili kama tulivyosoma, Absalomu anatafuta jinsi ya kuleta kisasi, kulipiza kisasi. Na kisasi ni kwa njia ya kumuua Amnoni. Na tunaona baada ya Amnoni kwamba amekunywa pombe, amefurahiwa na mvinyo, matokeo yake ni kuuawa. Pombe italeta mauaji katika familia yako. Mfano mwingine tunauangalia katika Biblia ni katika kitabu kile cha Mithali. Hapa napo tutakutana na mashauri mengi ambayo Mungu leo anatamani tuweze kuyasikia. Tusome pamoja. Mithali 20 fungu la kwanza, mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosai kwa vitu hivyo hana hekima. Mithali 21 fungu la 17, mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Mvinyo unaitwa kama ni kitu kinachodhihaki, na anasema ya kwamba mtu anayejihusisha na unywaji wa pombe ama mvinyo, mwisho wake itakuwa ni umaskini. Matokeo ya unywaji wa pombe katika familia nyingi leo imepelekea uchumi kuyumba. Wale ambao wamejihusisha na unywaji wa pombe wametumia rasilimali wanazozipata hata baada ya kufanya kazi ngumu kwa mikono yao. Wengine ni waajiriwa katika maofisi na tawala mbalimbali za hapa ulimwenguni. Wanapojihusisha na mambo kama haya, chochote anachokipata kama ujira wake kimeishia katika matumizi ya pombe. Kumekuwa na umasikini katika familia. Maisha hayako sawa. Pombe itaangamiza familia yako. Pombe italeta uangamivu kwa ndoa yako. Pombe itateketeza uchumi wako. Katika aya nyingine tena, kitabu cha Mithali sura ile ya 23, tutaangalia mafungu kadha wa kadha hapa, napo tutajifunza zaidi kwa kina juu ya madhara yanayotokana na pombe. Tusome pamoja tena. Usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo, nasoma fungu la 20, miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Turuke na tuende katika fungu la 30 hadi 35. Anasema, ni wale wakaao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu,
litiapo bilauri rangi yake ishukapo taratibu. Mwisho wake huuma kama nyoka, huchoma kama fira. Macho yako yataona mambo mageni, na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Utasema, wamenichapa wala sikuumia, wamenipiga wala sina habari. Nitaamka lini? Nitazidi kuitafuta tena. Ushauri mwingine ambao tunaweza kupata ni katika kitabu cha Mithali sura ile ya 31 na ile aya ya 4. Ni mama anayemshauri mtoto wake Lemueli, ama Mfalme Sulemani akipewa mashauri kutoka kwa mama yake. Haya ndiyo ambayo mama yake anamshauri. Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wafalme, hakuwafai wafalme, wala haifai wakuu waseme, ki wapi kileo? Na fungu linalofuata nasema la 5, wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Ninakuomba utafakari upo katika mandhari ya mahakamani. Na hapa umeshitakiwa kwa kosa ambalo hukuwahi kulitenda. Umesingiziwa. Alafu hakimu aliyekaa mbele yako kusikiliza vile ambavyo mashtaka yanaelezwa dhidi yako amekunywa pombe. Hukumu yake kwako ingekuwa ni ipi? Haiwezekani, haiwafai wafalme kujihusisha na unywaji wa pombe. Tuangalie tena fungu lingine katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 5 na ile aya ya 11. Ole unatolewa, Mungu anatoa ole kwa watu wake. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Ole wao waamkao asubuhi na mapema, wapate kufuata kileo, wakishinda sana hata usiku wa manane, mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao. Neno lingine linapatikana ni neno shaka. Shaka ni neno ambalo lina maana ya pombe kali, kinywaji ambacho ni kikali. Na unajua katika vinywaji mbalimbali ambavyo vipo katika ulimwengu huu wa leo, kuna vile vilivyowekwa kwenye viwango vya kawaida na vile vilivyowekwa kwenye viwango vya juu vya hatari zaidi. Lakini haijalishi ni kwa kiwango kipi, kitu chochote ambacho kinaleta athari katika mwili wako ni hatari na Mungu anachukizwa. Mwili huo si wa kwako, ni mali ya Mungu. Huna mamlaka ya kuutumia unavyotaka. Huna mamlaka ya kuunywesha unachopendelea. Unapaswa kuwa makini kutambua ya kwamba wewe uliumbwa kwa namna ya kustaajabisha. Mungu aliona akuumbe hivyo ulivyo kwa makusudi maalumu. Ole inatolewa kwako. Ni kwa namna gani utauheshimu mwili huo wa thamani Mungu aliyokupatia. Unapofanya uchaguzi mbaya itakuletea athari mbaya katika maisha yako, na mwili huo utakupelekea katika mauti. Ole nyingine inasikika kutoka katika kitabu cha Habakuki 2 na ile aya ya 15. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo, wewe utiaye sumu yako na kumlevya pia, ili kuutazama uchi wao. Ole nyingine kama ambavyo tunaiangalia kutoka katika kitabu cha Habakuki 2 na ile aya ya 15. Anatoa ole. Ole kwa wale ambao wanawanywesha jirani zao vilevi, wanaweka sumu yao kwao na kisha wapate kutazama uchi wao. Mara nyingi watu wengine wamejikuta wakitumbukia katika hatari ya hata kupata magonjwa ya maambukizi. Mtu anapokuwa amelewa na fahamu zimetoka, anaweza kujihusisha hata katika ngono isiyo na maana. Kuvunja maana ya ndoa inaweza kuonekana baada ya matumizi ya pombe. Mtu anapoona ni sawa tu kwenda na binti yeyote ama mwanamke yeyote na kushiriki naye katika tendo la ndoa, hayo yote ni matokeo. Mtu yeyote anayeona ni sawa kushiriki na mwanamume yeyote tendo ambalo linapaswa liwe kwa ndoa tu peke yake, tena ndoa ambayo Mungu anaikubali kulingana na maandiko matakatifu, pombe imeondoa ulinzi wa kinga ama umeondoa kinga katika ndoa zetu. Pombe ni mbaya wapendwa. Italeta athari katika ndoa yako.
itavunja mahusiano yako, itakupelekea utumbukie katika magonjwa yanayoambukiza, ukimwi. Na kuna jambo ambalo ninatamani tuendelee kuangalia, na katika hili tuone ya kwamba si tu tuepuke pombe kwa sababu ina madhara fulani katika miili yetu, lakini tukatae kujihusisha hata na matumizi yake, hata kuisogelea, kwa sababu ni machukizo kwa Mungu. Mungu akiwa sababu ya kwanza katika maisha yako, hiyo ndiyo hofu ya kweli. Huko ndiko kumcha Mungu. Anasema katika kitabu cha Mithali sura ile ya kwanza na ile aya ya 7, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, lakini wapumbavu hudharau hekima na adabu. Chagua kumcha Mungu. Kuto kutumia pombe ni ishara ya kwamba unamcha Mungu, unamtambua Mungu na unaisikia sauti yake. Epukana na matumizi ya pombe. Tuende tuangalie mfano mwingine wa mwisho katika kitabu kimojawapo kinachopatikana kwenye Agano Jipya, na fungu hili mara nyingi limetumika kama sababu ya kuruhusu ama kutoa ridhaa ya kutumia kileo ama kutumia pombe kidogo. Nasema kunywa kidogo, usilewe. Hili nalo Mungu anakubaliana nalo. Timotheo wa kwanza 5:23 anasema, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Ushauri wa Paulo kwa Timotheo ya kwamba tangu sasa usinywe tu maji, bali tumia mvinyo kidogo. Neno hili ambavyo limetumika kwa Kiswahili katika lugha ile ya asili kwa Agano Jipya, lugha ya Kiyunani ama Kigiriki, ni neno oinosi. Neno hili limetafsiriwa kama divai, na neno hili linapotumika linaweza kutumika kulingana na muktadha. Tumekwisha kuangalia katika Biblia kitabu cha Mithali sura 20 aya ya kwanza na Mithali 23 aya 29 hadi 32, Biblia ikiwa inapinga kabisa suala la matumizi ya pombe. Viongozi katika kanisa la awali wasingeweza kukubaliana na matumizi ya pombe ama divai ambayo imechacha, divai ambayo ina kileo ndani yake. Kulingana na ushauri wa Paulo kwa Timotheo, na Timotheo ambaye tunaona alikuwa na tatizo katika tumbo lake, matumizi ya maji haya kutoka katika kishada cha mzabibu yalikuwa katika namna ya kumpatia uponyaji. Unapoangalia kote kama tulivyoangalia, pombe ina madhara. Hata utafiti wa leo katika taasisi mbalimbali ama mashirika mbalimbali yanayozungumza juu ya madhara yanayotokana na pombe inaweza kuweka dhahiri ya kwamba matumizi ya pombe yana athari kubwa katika mwili wa mwanadamu. Leo watu wanateseka kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari kwa sababu tu ya mtindo mbaya wa maisha. Ini linashindwa kufanya kazi, figo zinashindwa kufanya kazi kwa sababu katika pombe kuna kileo, kuna sumu. Kile kitu kinachopelekea mwili uweze kuathirika ni sumu mbaya katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kama ambavyo maandiko matakatifu yanavyoweka pia baraka zinazotokana na maji yanayotoka kwenye kishada cha mzabibu, kitabu cha Isaya sura ile ya 65 na ile aya ya 8 anafafanua zaidi baraka zinazotoka katika kishada cha mzabibu. Neno la Mungu linasema maneno haya: Bwana asema hivi, kama vile divai mpya kupatikana katika nguzo, na mmoja husema usiiharibu, kwa kuwa ni baraka ndani yake. Kabla hatujafika mwisho wa somo hili la pekee kuhusiana na chaguzi, na hasa tumeangalia suala zima la athari zinazotokana na matumizi ya pombe, ninapenda nikupatie kanuni kuu 5 za muhimu zitakazokusaidia ili uweze kufanya uchaguzi ulio mwema. Kanuni namba 1, angalia matokeo ama madhara ya uchaguzi unaoenda kufanya kabla ya kufanya uchaguzi. Angalia kwanza madhara yake ni yapi. Je, uchaguzi unaenda kufanya utakuwa na matokeo mazuri ama mabaya? Mfano wa pekee katika maandiko matakatifu ambao tunaweza tukajifunza kulingana na kanuni hii namba 1
ni kutoka katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 4. Ukianza kusoma katika ile aya ya 2, tunaambiwa kwamba Yesu akafunga siku 40 usiku na mchana, kisha akaona njaa. Fungu la 3 linatuambia kwamba mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, badili mawe haya yawe mkate. Na fungu la 4, Yesu akamjibu akamwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Unajua, maandiko matakatifu yanamfananisha Yesu na kumuita kwamba yeye ni Adamu wa pili. Adamu wa kwanza ni yule ambaye ndiye baba wa jamii yote ya wanadamu hapa duniani. Adamu yule alianguka kwa jaribu la chakula. Matumizi yoyote ya kitu kisicho halali yanaleta anguko. Lakini kwa kuwa Adamu yule wa kwanza alishindwa, na leo tumeingia katika taabu na laana ya dhambi, Adamu wa pili Yesu Kristo, ambaye alikuja kuziharibu kazi na nguvu za adui Shetani, huyu ametupatia ushindi. Kama alivyoshinda, hata nasi tunaweza kuchagua kuishi kulingana na ahadi zinazotoka katika neno la Mungu, tukawa washindi dhidi ya jaribu la chakula. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 na ile aya 31, bado neno la Mungu linaendelea kusema, basi mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Angalia katika kanuni hii ya kwanza, unaweza ukachagua kusema hapana kwa chakula kisicho halali. You can decide to say no to drugs, no to alcohol. Chagua kitu kilicho sahihi, kwa sababu pombe itakuletea madhara katika maisha yako. Haina faida yoyote katika mwili wako, inaleta madhara. Kwa hiyo zingatia kanuni namba 1. Angalia madhara ya uchaguzi utakaofanya ni yapi. Kanuni namba 2 ni hii: angalia kile kilicho na umuhimu, ama fanyia maamuzi kile kilicho na maana. Sio kila jambo ambalo linaletwa mbele yako linafaa kwa maisha yako. Sio kila kinywaji kinachowekwa mbele yako mezani kinafaa kwa matumizi. Na katika kanuni hii, kitabu cha Mithali 1 fungu lile la 10 anatuambia maneno haya: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali, kataa. Ni dhahiri ya kwamba si kila ushauri unaopokea katika maisha yako unaweza kufaa. Wengi wametumbukia katika matumizi ya pombe baada ya kushauriwa, wakidanganywa ya kwamba pombe inaweza kuburudisha akili zao. Baada ya kupitia misukosuko ya maisha, ni afadhali waondoe misongo na changamoto wakinywa pombe. Na wengi wamejikuta wakijaribu kunywa pombe na mwisho wake wamejikuta katika ulevi. Wakati mwingine kauli ya kwamba kunywa kidogo kwa afya yako, kunywa kistaarabu, kunywa lakini usilewe. Shetani ametumia kauli hizi kudanganya jamii kubwa ya wanadamu hapa duniani, na mwisho wake kama tulivyoangalia katika kitabu cha Mithali, anasema pombe italeta madhara, itachoma, itakuwa ni kama nyoka mwenye sumu kali. Hayo ndiyo yatakayokuwa matokeo ya unywaji wa pombe. Kanuni namba 3 ambayo ninatamani nikuambie ni hii: katika maisha yako unaweza ukachagua mtu ambaye ana hekima, mtu ambaye anamcha Mungu. Huenda ni mwalimu wako, huenda ni mzazi wako, huenda ni mlezi wako, huenda ni mtu yeyote katika jamii yako unayeishi karibu naye, mtu ambaye anafuata mapenzi mema ya Mungu. Kuna tahadhari ambayo maandiko matakatifu yanapozungumzia kanuni hii yanatuambia katika kile kitabu cha Mithali. Hebu tuangalie aya hii inasemaje. Kitabu cha Mithali sura ya 16 na ile aya 31, neno la Mungu linasema, kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu, kama kikionekana katika njia ya haki.
tahadhari ambayo maandiko matakatifu yanaweka kupitia fungu hili, ya kwamba kama kichwa chenye mvi kinaiendea njia ya haki, ni cha baraka, kinaweza kikakupatia ushauri mzuri. Si kila mtu na si kila mzazi anaweza akakupatia ushauri sahihi. Si kila rafiki anaweza akakupatia ushauri mzuri. Kwa hiyo angalia kwamba yule anayeiendea njia ya haki, yule anayetafuta sheria ya Mungu, yule ambaye anakubaliana na kile Mungu anachotaka, mtu wa namna hiyo anaweza kukusaidia ukapiga hatua kabla ya kufanya uchaguzi wako, ukapata mashauri kwanza. Ninapenda nishiriki kwako tena kanuni namba 4 ya kuzingatiwa. Kanuni namba 4 ya pekee sana. Angalia katika maandiko matakatifu. Uliza maandiko matakatifu yanataka nini katika uchaguzi unaotaka kuufanya. Biblia inaweka wazi umuhimu wa maandiko matakatifu katika maisha ya mwanadamu. Katika kitabu cha Zaburi 119 na ile aya 105 anasema maneno haya: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Lakini Zaburi hiyo hiyo ya 119 na ile aya 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kumbe maandiko matakatifu, Biblia, neno la Mungu lililo hai, lenye nguvu na uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu. Hili kama litachunguzwa, mtu atachukua muda wa kulitafakari, wa kujiuliza, katika maisha yangu uchaguzi ninaotaka kufanya unapatana na mapenzi ya Mungu, unapatana na neno la Mungu, utakuwa salama. Na kama maandiko matakatifu yanakubaliana na uchaguzi unaoenda kuufanya, kuwa jasiri, hautapotea, utakuwa sahihi. Kanuni ya 5 tunapokuwa tukimalizia ni hii: muulize Yesu ama muombe Yesu akuongoze. Hakuna katika historia ya mwanadamu mahali popote palipowahi kuonekana ya kwamba wale wote walioenda kwake Yesu na kuhitaji uongozi wake walipotea. Hakuna. Katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 6 na ile aya ya 37 anasema, wote anipao Baba watakuja kwangu, naye yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ni ahadi ya pekee kiasi gani! Ni tumaini la pekee kuu lililo bora kiasi gani kwa jamii ya wanadamu! Hata kama nimepotea dhambini, bado ninalo tumaini la kurudi. Bado nina nafasi ya kurudi kwake. Na kupitia somo hili, ikiwa wewe ni mhanga wa matumizi ya madawa ya kulevya, wewe ni mhanga wa unywaji wa pombe, umejihusisha katika chaguzi mbaya mbaya, haijalishi uko katika hali gani, unalo tumaini kama utafanya uchaguzi sahihi wa kumwendea Yesu. Yeye ukimuomba atakupatia hekima na atakuongoza. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 na ile aya ya 28, bado neno la Mungu linasema maneno haya. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maneno ya pekee na faraja kiasi gani, mpendwa, tunapokuwa tukihitimisha somo hili. Kumbuka, chaguzi zozote tunazozifanya, hata kama ni uchaguzi mdogo sana, huo unaweza ukaleta athari kubwa mbaya katika maisha yako. Chagua vizuri, na ndio sababu kanuni hizi 5 zitakupatia mwongozo, na kama utazizingatia, hakika yake utafanya uchaguzi ulio mwema. Ninakuombea Mungu akupe ushindi. Ikiwa unatamani kujifunza zaidi namna na jinsi ya kushinda ama kuepukana na chaguzi mbaya kama unywaji wa pombe na mambo mengine katika maisha yako, unaweza kwenda katika kanisa lolote la Waadventista wa Sabato, The Seventh Day Adventist Church, ambalo lipo kukuzunguka katika eneo hilo ulilopo. Uliza tu kanisa la Waadventista wa Sabato, The Seventh Day Adventist Church. Katika kanisa hilo, nenda umtafute mchungaji na mweleze changamoto yako. Mchungaji anaweza akakuelekeza, ama unaweza ukafuatilia
kupitia tovuti mbalimbali ambazo zinaeleza juu ya namna ya kushinda katika changamoto kama hizi unapozipitia. Mungu akubariki. Ninakuombea upate ushindi. Tunapokuwa tukihitimisha somo hili, hebu tuombe pamoja, na ninakusihi usiache kufuatilia mwendelezo wa masomo haya katika chaneli yako pendwa ya Mbia TV. Kuna mambo mengi ambayo yatakubariki kila wakati. Mungu akubariki. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, ninaomba kwa ajili ya mpendwa mtazamaji, umsaidie, umpe nguvu ya kushinda uraibu anaopitia. Changamoto yake ambayo anaipitia inawatesa watu wengi pia, lakini kama ambavyo tunajifunza kila siku, wale wote walioamua kuachana na maisha hayo wakakukimbilia wewe, wewe uliwapa uwezo wa kushinda. Namwombea mpenzi mtazamaji, mpe uwezo huo pia, kwa kuwa amekuchagua na amefanya uamuzi wa kukufuata wewe. Nimeomba kwa jina la Yesu. Amina.